umaarufu alionao Mwita ni kwa sababu ya Chadema, wala sio kwa sababu ya Mwita. Na chama mpaka sasa kinawatiania, tofauti na Julius Mwita, tunawatiania 8 mpaka sasa, 8 ambao wako tayari kama marekebisho ya sheria ya uchaguzi yatafanyika, watasimama kwa ajili ya kutaka kuipeperusha bendera ya Chadema katika uchaguzi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kabisa. Chama hiki mtu yeyote anaweza kushinda kwa sheria iliyo bora na nzuri. Lakini kama kwa sheria hizi chama hiki, hata kama tungesimamisha malaika, hawezi kushinda uchaguzi. Hawezi kushinda uchaguzi. Kwa hiyo tuko tayari kwa vyote. Tuko tayari, watiania tunao, na tuko tayari kwa ajili ya kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, hiyo ndiyo kauli ya sisi wanamsoma. Nilikuwa ni mgombea ubunge jimbo la Msoma mjini 2020. Cha kwanza kabisa, sisi kama baraza la wanawake jimbo la Msoma mjini tumemshangaa na tunasikitika sana kwa kutoa hii kauli. Kwa sababu chaguzi ambazo tumepitia 2020 sisi kama baraza la wanawake ni chaguzi ngumu sana. Na yeye akiwa ni mgombea wetu ambaye chama kilimuamini, akapeperusha bendera ya chama kupitia Chadema jimbo la Msoma mjini. Tulipitia chaguzi mbaya. Tulipitia chaguzi ambazo hakuwa hata na shilingi 10. Baraza la wanawake lilifanya kampeni katika mazingira magumu sana ya kuweza kutembea miguu kata hadi kata kwa ajili ya kumtafutia kura akiwa ni mgombea wetu. Kwa hiyo sisi kama baraza la wanawake Msoma mjini, mimi kama mtendaji wa baraza la wanawake, tunasema hivi, alikotoa kauli hiyo akairudishe. Kwanza ametudhalilisha sisi kama wanawake. Wanawake hatujawahi kuzaa mtoto ambaye hana kauli ya kuangalia halikotoka na hana moyo wa kuweza kuangalia ni wapi ameanzia na halipo sasa. Chama hiki kimesababisha ameacha ualimu kwa sababu ya mambo ambayo ameyafanya katika chama hiki na chama kimemfanyia. Chama kimesababisha amejulikana nchi nzima. Chama hiki kimempa heshima ya kujulikana kwamba yeye ni Mwita ndani ya chama na serikali kwa ujumla ikamtambua. Kwa hiyo ameweza kifedhesha chama. Na sisi tunasema hivi kwa kauli moja ya chama, tunaungana na no reform no election. Hatutaweza kuyafumbia macho maneno ambayo ameyasema Mheshimiwa Gabriel Mwita. Kuanzia sasa na kuanzia tarehe 3 alivyotamka upumbavu anaofikiria kwamba yeye kwake ni jambo la muhimu, hatuko naye tena ndani ya chama hiki. Kama hataweza kutii kauli ya viongozi wetu waliosema, na hata kama hataweza kuendana na kauli ya chama inavyosema, sisi kama jimbo la Msoma mjini tunaweza kufanya uchaguzi endapo serikali ya Chama cha Mapinduzi itatii amri ya chama na itafanya mabadiliko ya uchaguzi. Tutashiriki na tutashinda kwa nguvu ya chama na kwa nguvu ya wananchi. Kwa majina naitwa Fikiri Marenge. Naomba nijitambulishe kwa kina zaidi. Nimekuwa mwanachama wa Chadema kwa muda mrefu sana. Nimekuwa kiongozi katika mji huu wa Msoma, lakini pia nimekuwa katika vyeo vya kichama. Nimekuwa operation commander huko Manchila Serengeti katika uchaguzi mdogo. Nimekuwa operation commander katika uchaguzi mdogo Nyasura Bunda, lakini pia Igunga. Lakini pia nimekuwa manager kampeni katika kipindi cha mwaka 2010 hapa Msoma, nikiwa manager kampeni wa ndugu mbunge wa zamani Vincent Nyerere. Na hapo tulipambana tukashinda ili jimbo. Kwa hivyo mimi kama manager kampeni ambaye pia nimekuepo vipindi vyote hivyo, 2010 tukashinda, 2015 tukapigwa chini kwa hila, lakini 2020 tukapigwa chini pia kwa hila. Kama walivyosema viongozi wa chama, jeshi liliingilia kati na kuumiza watu. Lakini katika kipindi hicho cha 2010 tuliposhinda, hatukushinda kwa lele mama. Ili tutangazwe, tulikuwa na mbinu ya ziada ambayo tusababisha tutangazwe. Kwa mbinu halali, Chama cha Mapinduzi hawawezi kukubali kukutangaza. Kwa nini nasema hivyo? Ni lazima vita viumane. Kwa hiyo mimi kama meneja kampeni ambaye nimeshiriki moja kwa moja
katika hizo kampeni ambazo ni za shika ni kushike, za joto, za risasi. Na hapa 2010 kuna kijana kutoka kata ya Kigera alipigwa risasi, na mpaka leo anatembea na risasi mwilini. Kwa hivyo nitashangaa sana kwa huyu mdogo wangu Julius Mwita ambaye mimi nilikuwa meneja kampeni wake 2020. Hayo yote aliyoyasemea chama ni ya kipuuzi na Watanzania wayapuuze. Maana yake ni nini? Viongozi wamehangaika kutafuta namna bora ya kufanya uchaguzi uwe ni wa amani na haki, lakini yeye anapuuza. Na wakati yeye katika chama alikuwa ni mtu ambaye mmoja watu ambao wamepika hiyo agenda, akiwa ni katibu wa sekretarieti ya chama taifa. Sasa leo anapopuuza, anafikiria ni nani atakayekuja kumfanya ashinde hapa Msoma mjini kama sio mipango thabiti ya chama. Kwa ninamuona kama mtu ambaye ni punguani na ambaye amepagawa kwa fedha alizolipwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi nasema nikiwa na ushahidi kwamba yeye kama yeye Julius Mwita akija hapa bila kushikwa mkono na chama, hata kama ana nguvu yeye binafsi, bila kushikwa mkono na chama hawezi kushinda. Kwa sababu lazima nguvu ya kushinda CCM, lazima utengeneze mkakati wa kushirikiana na chama. Sasa unapodharau chama kuanzia kwenye ngazi husika ya chini, unadharau mpaka chama taifa, hauna uhakika wa kwamba utakuja kugombea. Na niseme tu ndugu waandishi wa habari, uwezi kujitanabaisha mbele ya vyombo vya habari kwamba wewe ni mtiania. Watiania hapa Msoma mjini ni wengi, kwa hiyo hadi wanachama washawishi kuona kwamba unaweza kuwavusha. Kama yeye hajaonekana miaka yote toka amemaliza uchaguzi, ana namna gani ya kuja kuwashawishi tena watu wa Msoma wawezi kumuona kwamba yeye ana uwezo wa kuwashika bendera na kuwasaidia katika kupeperusha bendera 2025. Kwa hiyo tunawaachia viongozi, watachambua waone ni nani ambaye ana uwezo kushirikiana nao kuweza kuwavusha 2025 kama reformu itafanyika na kama watafanya amendment za sheria na katiba. Sasa nitashangaa kama mtu ambaye ni muelewa, amekuwa kijana wa chama muda mrefu, lakini anadharau mikakati ya chama. Ina maana ana sehemu ambayo tayari ameshajiandaa kwenda. Tunamuomba sisi watu wa Msoma, na hasa mimi naye mfahamu vizuri, ni muoga sana. Akiona hata polisi tu anakimbia, kwa sababu kwenye 2020 nilikuwa nabaki mimi na viongozi wa chama, yeye ameshakimbia na aonekane anazima na simu. Sasa leo anapotamka kwamba ana uwezo wa kushinda hapo Msoma mjini, nani atakayempigia kula za maoni? Ni nani atakayemchagua? Ukidharau chama, ina maana unataka una mbinu zako zingine za kwenda kwenye chama kingine. Sisi tuombe tu, tumuombe kama walivyosema viongozi, akae, ajifikirie, arudi nyuma, aombe msamaha chama. Chama ukikiomba msamaha, ukaomba Watanzania kwa namna ambavyo umepayuka, ukawaomba msamaha, wanaweza wakakusamehe. Lakini hatutakubali kutokana na madhira ya uchaguzi ukaondoka nayo ukaja kupotosha Watanzania, na sisi tutakupotosha na tutaweza kukubaliana na wewe katika vipindi vyote. Nashukuru sana. Kama kuna swali, karibuni. Tamko letu sisi kwa wale ambao hawakutii maelekezo na maagizo ya chama ya no reform no election. Tamko letu sisi kama wana Musoma na wanachama wote wa Musoma, kwa maoni yao wanatamani hawa watu kuanzia tangu walipoanza kuasi chama wasiwe wanachama wa Chadema. Wafutwe chama na wafukuzwe chama. Na kama walikuwa na mipango yao ya kwenda vyama vingine, basi waende. Lakini sisi kama wanachama na sisi kama madiwani wa mkoa wa Mara, tamko letu ni kwamba ni no election, no reform, no election. Lakini mimi nimkumbushe Julius Gabriel Mwita kama mgombea ubunge wa mwaka 2020. Yako mambo mengi ameyashuhudia kwa macho yake mwenyewe na ameyasikia kwa masikio yake. Watu waliumizwa, Kwangwa watu walivunjwa miguu. Mwenyekiti wetu wa Bawacha aliumizwa, akavunjwa mkono. Yuko mtu ambaye mwenyekiti amemtaja anaitwa Pastori Jomo, alivunjwa mguu. Mimi namshuhudia na macho yangu, alivunjwa mguu na wanajeshi. Lakini bado wako watu wengi ambao wameumizwa mguu, wamevunjwa, wameumizwa. Lakini mwao wote Mheshimiwa Julius Gabriel Mwita aliwashuhudia kwa macho yake watu wanaumizwa. Lakini uchaguzi wa mwaka 2024, Mheshimiwa Julius Gabriel Mwita amekuja Kwangwa, na bahati nzuri ameshuhudia uchaguzi wote na mienendo ya uchaguzi ilivyoenda.
kwa siku zote 7 za kampeni na serikali za mitaa. Ameshuhudia kwamba watu wamekuwa majeruhi wengi kwa uchaguzi huu wa mwaka 2020 wa serikali za mitaa. Maana yake wako watu tumewatibu, lakini yeye akatukimbia, hakushiriki hata kwenye matibabu yao. Swali letu sisi kama wanamusoma tunajiuliza, leo tena Julius Gabriel Mwita anataka twende kwenye uchaguzi. Kwenye hizi chaguzi ambazo zinaumiza watu, zinaua watu, zinavunja watu miguu, ni kipi anachokivuna yeye anapokuja Musoma watu wanavunjika na kimbia kurudi Dar es Salaam? Lakini leo kwa wanamusoma wote, hata ukipita kule chini kwa fundi viatu, kupitia kauli za Julius Mwita, wananchi wa Musoma wote, walio wanachadema na wasio wanachadema, tunaamini Mheshimiwa Julius Gabriel Mwita hatufai tena kuwa mbunge wa Musoma mjini. Kwa maelezo ya aliyekuwa mgombea wa ubunge jimbo la Musoma mjini, ndugu Julius Gabriel Mwita, nasikitika kwa sababu ameshindwa kukumbuka madhira tuliyopitia wakati wa chaguzi mbalimbali, na hatimaye leo chama kimesema no reform no election, lakini amekuwa kwanza kupuuzia kauli ambayo ina msingi na maana kubwa kabisa katika taifa letu na katika kipindi hiki cha sasa tulichonacho. Julius Gabriel Mwita amesahau wakati tukiwa tunagombea mwaka 2020, yeye akiwa anagombea ubunge, mimi nikiwa nagombea udiwani. Amesahau tumefanya vikao vya ndani, amekuwa mtu wa kwanza kulia kama mtoto kwa sababu tu hii serikali ya Chama cha Mapinduzi ilivyokuwa inatuingilia michakato yetu, lakini ilivyokuwa inabana demokrasia na ilichokifanya mwaka 2020 Watanzania wote wanafahamu. Lakini Mwita huyu leo hii kuna kauli ametoa kwamba amefananisha michango ya tone na michango ya harusi. Amesahau kabisa wakati wa mikutano yake yote hadhara, hakuna mkutano hata mmoja aliyotoa hata shilingi yake. Wachangiaji ni sisi wanachama na wananchi wenye mapenzi mema, wamekuwa wakichangia hela kidogo 1,000, 2,000, hizo ambazo leo anazizalau kama michango ya harusi. Kwa hiyo kwa hizi kauli zake anaendelea kuzitoa na ili genge lake ila Wanywagongo 58, na muomba sana ajitambue, sio wakati wa kuleta mzaa katika taifa letu na sio wakati wa kupuuzia kauli za kichama, ambaye akiwa kama typisti wa katibu mkuu taifa amesahau kama yeye ndo aliyoleta hiyo agenda no reform no election kwenye kamati kuu na wakaijadili na wakaipitisha. Leo hii chama tumeamua kuisimamia agenda hiyo, kwake inakuwa mwiba mkali. Tunafahamu nyuma yake tumeshapata taarifa mbalimbali, wanapigwa noti na yule mama, lakini tunafahamu kwamba mikakati yao lengo ni kudhoofisha uongozi wa Tundu Antipas Mugwai Lissu, kitu ambacho Mtanzania yoyote yule awe mwanachadema au sio mwanachadema anashangaa sana hii tabia inayofanywa na ili kundi la G55, siji kirefu chake, bila shaka ni Wanywagongo 55. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, natumia fursa hii kumwambia Julius Gabriel Mwita, lakini na Watanzania wengine wote, katika uchaguzi huu unaokuja, kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakika tutasimama na chama, uchaguzi hautafanyika. Hautafanyika kwa namna gani? Kama kuna mtu ambaye hajajua namna atakavyosimamisha uchaguzi, nimwambie tu kati ya tarehe 26, 27 na 28 waje mji wetu wa Musoma. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana wa mheshimiwa mwenyekiti wa taifa, ambaye tutawaambia ukweli kwamba tuna usimamishaji uchaguzi. Kushiriki tutashiriki, lakini tuna usimamishaji, tunazuiaje uchaguzi? Waje kwenye mkutano wa hadhara ambao tutautangaza hivi punde. Lakini pia ndugu wananchi, kupiga kura kumepoteza mvuto katika taifa letu, kumekoswa thamani. Watu wanaona namna gani nikapige kura ya kazi gani, kwa sababu nemchagua au nempigia kura sio yule nitakayeletewa. Kwa hiyo watu wamepuuzia ili swala la kupiga kura, lakini sisi kama taifa hatuko tayari kuingia kwenye hii aibu ambayo inasababishwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tumesema hivi, ni heri liwalo na liwe. Kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria uchaguzi hautofanyika. Ndugu wananchi, tutakuwa na mambo mengi sana kuzungumza, lakini kwa kuwa hapa wazungumzaji wengine nyuma yangu, basi tutaendelea kutana kwenye mikutano ya hadhara. Asante sana. Kama kijana wetu, mwanachama mwenzetu, mgombea aliyekuwa mgombea wetu wa uchaguzi wa 2020,
kwa kauli zake, sisi wanachama wa chama cha demokrasia ya jimbo la Musoma mjini hatuko naye, na kama anaamini anachokisema ni sahihi, atafute pa kufanyia siasa. Sisi chama chetu tayari tuna msimamo wetu na viongozi wetu wakuu, hatumsikilizi kwa sababu sio kiongozi wetu. No reform anaikubali, no election haikubali. Maana yake anakubali marekebisho ya katiba ya sheria za uchaguzi, lakini uchaguzi wenyewe anaukubali. Sasa iko hivi, tayari kwa taarifa iliyopo katika nchi mpaka dakika hii, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilikwisha kupita kwenye mifumo mingi tayari. Hiki ni kitabu ambacho tayari tume imekiandaa kwa ajili ya uchaguzi, na hiki kitabu kimeandaliwa zaidi ya miezi mitatu. Sasa hivi ni mwezi wa 4, uchaguzi ni mwezi wa 10. Tuna muda mfupi sana, hawezi kurudi kuandaa taarifa nyingine. Huu mchakato wao umekamilika, inafuata michakato mingine. Kwa hiyo habari ya kusema kwamba eti Lissu aende kusaini chama chetu kiingie kwenye uchaguzi, eti asipo saini ikifika wakati wa uchaguzi wakaleta mabadiliko ya katiba, sisi hatutashiriki kwa sababu hatukusaini. Utuamini sisi, na tunaamini hakutakuwa na mabadiliko, kwa sababu haya mabadiliko ya awali yamechukua muda mrefu na bado kuna mabadiliko mengine yanakuja yatachukua muda. Kwa hiyo sisi haina muda kufanya hayo. Uchaguzi utafanyika kwa sheria zilizopo, na tunamuomba Tundu Lissu kama kiongozi wetu mkuu asikubali kusaini kuingia kwenye uchaguzi. Kama watakuja na marekebisho wakiwa wamefanya marekebisho wafanye uchaguzi wenyewe, tutashiriki uchaguzi.